Mpenzi mtazamaji, karibu sana katika channel yako hii pendwa ya Maisha Safari Channel. Nikukumbushe tu kwa jina naitwa Asham Islam. Na leo tunaelezea kuhusiana na masuala ya TikTok. Nimepokea maswali mengi au nimepata maswali mengi kwenye akaunti yangu ya TikTok ya Asham TZ kuhusiana na jinsi gani TikTok wanavyolipa na wanahitaji uwe na viewers wangapi na wanalipa kila baada ya viewers wangapi, kila posti ngapi. Hasa leo naenda kujibu walau kwa ufupi au kutoa mwanga kidogo kwa wale ambao wanamiliki akaunti ya TikTok, jinsi gani wanavyopata faida kutokana na akaunti ya TikTok. Mitandao ya kijamii katika siku za hivi karibuni nchini Tanzania au barani Afrika au katika dunia ya kimaendeleo inanufaisha watu wengi sana, na wanayotumia vizuri na wale ambao wanapata influencer wengi na wanapost content za kuelimisha. Lakini leo tunaangazia mtandao wa TikTok. TikTok kwanza ni jibu kiufupi tu, wapenzi watazamaji wao wale ambao wanauliza katika akaunti yangu ya TikTok wanalipaje. TikTok kwa bara la Afrika hawana mfumo wa pay per view kama YouTube. Yaani hawana mfumo wa pay per view kama mitandao mingine ya social network. Wala pay per post hawana mfumo wa pay per view wala pay per post. Lakini hiyo nazungumzia kwa upande wa bara la Afrika, especially Tanzania, hawana mfumo wa pay per view. Kwa maana hiyo, yoyote ambaye alikuwa anatarajia ana akaunti ya TikTok ana jua ukikuta post yako ina viewers wangapi, una viewers wengi ndio utalipa. Hapana, TikTok halipi kwa pay per view, na hasa katika nchi ya Tanzania na bara la Afrika kwa ujumla. Na pay per view TikTok wanalipa, lakini katika nchi ambazo mfumo huu ameanza nao katika bara Ulaya na Marekani, nchi ya Marekani hizo nalipa pay per view, wanalipa Marekani na Ulaya wanalipa pay per view, lakini kwa bara la Afrika bado hajafika. Lakini inawezekana kwa katika miaka michache baadaye, msikate tamaa, katika miaka michache baadaye watakuja na mfumo huo, kwa sababu kama wao wananufaisha huko, wakishaona huko tayari wamenufaika zaidi, so lazima watahamia na mabara mengine. Kivipi mtu ananufaika kutokana na TikTok? TikTok, mtu ambaye anayenufaika ni yule ambaye anayeposti content katika jamii zenye kuelimisha na zenye kupata viewers wengi, lakini anakuwa anapata sponsor. Yaani kwa mfano mimi kuna kampuni na tangazo lake, kwa kuwa mimi TikTok kuna followers wengi, video zangu nyingi zinapata viewers wengi, basi wananitumia mimi kuposti lile tangazo lao. Either mimi mwenyewe nizungumzie kuhusiana na ile tangazo, au katika video vyangu niliweka ile tangazo kwa mfumo wa maandishi, alafu wao wanalipa mimi. Tunaingia huo sasa mkataba mwingine. Kwa ukiingia na makampuni ya kibiashara wanaweza kutumia hivyo kutokana na akaunti yako ikiwa na watu wengi, lakini hiyo wanafanya watu ambao, na mara nyingi hiyo inakuwa kwa watu ambao maarufu, washakuwa na followers wengi sana, ambaye posti moja ndani ya masaa 24 inaweza kuangalia na watu hata 100,000. Ikipata wiki mbili inaweza kuangalia na watu hata 700,000 au milioni. Huo mfumo wa kwanza wa jinsi ya kujipatia kipato kupitia TikTok. Mfumo wa pili, ukishafikia followers wengi, mamilioni ya followers au 500,000 laki ngapi kwa followers, wao wenyewe TikTok waamue kukutumia katika mikataba yao mbalimbali. Wanaweza kaingia mkataba na wewe kwamba unaweza ukaenda kutangaza kuhusiana na masuala ya TikTok South Africa, au unaweza ukaposti masuala ya TikTok unaweza kuchukua kupeleka Marekani. Na hiyo imetokea kwa baadhi ya wana TikTok wachache ambaye wamefaidika na hiyo TikTok wenyewe. Kwa mfano kwa TikTok kama wakina Kilipol na wengine wasanii wakubwa ambaye siwezi nikawaelezea, lakini amenufaika, kama kuna yule Zero Brain. Kwa mfumo huo wa TikTok wenyewe wanaamua kuchukua, wakiangalia vigezo vyote umevipata na una viewers wengi, una followers wengi, una influence kubwa katika jamii au katika hadhira. Huo mfumo wa pili ambaye TikTok unaweza kunufaisha.
Mfumo wa tatu ambaye huo mfumo ndo mfumo pendwa, niseme mfumo pendwa au mfumo mama, yaani mfumo ni mfumo mama kwa watumiaji wa TikTok. Huu mfumo unahitaji cha kwanza kabisa uweze kufikisha walau followers 1000 katika akaunti yako ya TikTok, walau followers 1000. Huu mfumo unaingia live TikTok. Ukiingia live, kuna watu unaongea nao, unapiga nao story nini, kutokana na aina ya debate au conversation ambayo unaongea nao wewe, wao kupenda, wanaweza kutumia maua au tunasema zawadi mbele, inaweza kutumia gift. Gift inawezekana ikaua, inawezekana ika nani love, inawezekana ika mnyama yote, inawezekana sasa, inategemea. Kuna kila aina ya gift ina thamani yake. Kuna gift 1500, kuna gift 2000, kuna gift 5000, kuna gift 10000. Kwa maana ukichukua zile emoji ambazo wanazokutumia wao, wewe kuna sehemu unaenda unaziconvert, zinageuka zinakuwa pesa. Kwa unaweza ukajikuta TikTok ukiwa unaingia sana live na ukiwa unatumia sana zawadi, zile zawadi ambazo wanakutumia sana sana. Kwa mwezi unaweza hata milioni 2 au milioni 3 au milioni 10, inategemea. Unaweza kupata 500,000, 600,000. Inategemea umeingia mara ngapi na umepata zawadi kiasi gani. Ile zawadi haijalishi sijua ukadiria wao, ile zawadi yenyewe automatically inaangalia hii thamani yake ngapi, 5,000. Hii thamani yake ngapi, 10,000. Kwa hiyo ukienda pale ukiexchange wanakuletea kwa pesa za Kitanzania. Kwa hiyo ndio mifumo ambayo inatumia kwa sasa hivi kulipa TikTok. Na kingine ni ukumbushe tu katika TikTok, ili wale ambao wenye akaunti ambazo zinahitaji followers, kuna matangazo kibao, mtu anaweza kukuta kwamba bonyeza hii like hii, si mtagi fulani, si fulani, ili upate viewers 1000, si viewers 10,000. Bwana njia ya TikTok ya kupata followers wengi, viewers wengi, angalia content ambazo unazoposti. Rudia content zako ni zipi ambazo zina viewers wengi. Angalia aina gani ya content ambayo ulizoposti kwenye akaunti yako wewe ina viewers wengi. Umeelewa? Unaweza kuposti posti zako binafsi, lakini pia na zile posti ambazo zina viewers wengi usisahau kuposti. Na pia angalia muda wa kuposti. Saa 4 asubuhi, jioni, kuna baadhi ya mida ya kuposti unaposti na watu wengi wanakuwa wanaengage kwenye mitandao ya social media, kwa maana inakuwa rahisi wao kupata viewers. Lakini hiyo sana sana uengage sana katika posti, afu angalia na aina ya posti, afu nenda angalia katika watu maarufu ambao wanaposti content tofauti tofauti, wanaposti wahadi sana kuposti content gani. Hiyo hatua ambayo moja hapo inaweza kusababisha kuwa na followers wengi. Nyingine kama mimi hapa na account yangu ya Asham TZ na posti mambo yangu, lakini pia kuna aina ya posti ambayo mimi naziposti na nahakikisha zile posti na kuwa napata taarifa ndani kwa wakati. Yani namna pekee nyingine ambayo ya kupata followers wengi, kama unaposti matukio kama social media, matukio ya social media, taarifa hizi, yani usikae nazo muda mrefu. Taarifa inapotoka pale unakuwa na posti. Inawezekana wewe kati ya watu 100 wewe ndo mmoja wapo wa kuposti. Sasa unaweza kukaa hapa ndani ya siku 3 au siku 4 posti ishapostiwa karibia na watu 5,000. Ina maana viewers hata kwa kweli wakiona wanaweza wasishangae sana, lakini posti ikitokea tukio unaposti kwa muda, kwa wakati, wanaona kama matukio mapya, kwa hiyo unapata viewers wengi. Na kingine, wewe mwenyewe sasa hivi TikTok wana namna mbalimbali ya kuweza kunogesha posti yako. Unaweza ukanogesha posti yako kwa namna mbalimbali. Kuna hizo CapCut unaweza kutumia na utundu wako mwingine. Hiyo kwa namna jinsi gani TikTok unaweza kaongeza viewers wengi. Kwa leo inatosha kuhusiana na TikTok hapo. Tunaweza kukutana siku nyingine na nikaelezea kuhusiana na mambo mengine kuhusiana na TikTok. Kuna mtu wote ambaye ana maswali, yani follow kwenye akaunti yangu ya Instagram Asham TZ, TikTok Asham TZ, Facebook Asham TZ, anuulize kuhusiana na issue yote kuhusiana na TikTok, naweza nikamjibu. Kwa sababu na nimesema kuhusiana na TikTok kwa sababu mada hii leo inahusiana na TikTok. Kwa maana ukisema bwana, mimi na video yako na maana ni swala kitu fulani, nilikuwa nataka niulizie TikTok hivi kuhusiana na masuala ya TikTok, hiyo inaweza ikawa safi. Nikukumbusha tu kabla ya subscribe kwa channel hii ya Maisha Safari,
maisha ni safari ndefu sana, na kutokana na kuwa na maisha safari ndefu sana, sisi hatuna budi wana jamii ya YouTube kuanzishia channel yako hii pendwa, tuweze kushare kuhusiana na safari yako ya maisha. Jinsi gani unaweza kutuelezea pia, ukipata muda wewe mwenyewe unaweza kutafuta katika mitandao yetu ya kijamii, una story mbalimbali za maisha, unaweza kutafuta, unaweza ukaelezea story hizo ukashare na wenzako, watu wengine wakajifunza. Hivyo tu kwa leo.